huyu msaidizi wa Tundu Lissu, hebu tuchukulie kwamba walikuwa wanataka wanamteka. Nataka tujadiliane kwenye komenti, ni kwa nini wamteke? Alikuwa na madhara gani kwa watu wa mfumo hawa ambao walikuwa wanataka kumteka? Alikuwa na madhara gani? Kwa sababu mimi najua msaidizi wa Lissu ni mtu ambaye anayeshinda nyumbani akisubiri Lissu atoke. Sasa alikuwa na madhara gani kwa mfumo? Au walikuwa wanamzuia asiende kutoa ushahidi kuhusu Lissu? Yaani shida ilikuwa nini? Kwa nini atekwe? Clemence Mwandambo watekaji anawajua. Kwa nini anawajua? Maelezo yake ya kusema kwamba kwa nini atekwe, ana madhara gani kwa watu wa mfumo? Swali tu hilo la ana madhara gani kwa watu wa mfumo mpaka atekwe linatuthibitishia kwamba Clemence Mwandambo anawajua watekaji, na watekaji hao ni watu wa mfumo. Kama mamlaka ingekuwa inatenda haki, angekuwa ameshakamatwa Clemence Mwandambo na kutuambia tueleze watu wa mfumo ni watu gani, kwa maana unaonesha wazi kwamba hao ndio watekaji. Ushinde ubaya kwa wema, utakatifu mashakani. Najua mtapenda mnitukane matusi, lakini bado mimi nasimama, sina mihemuko ya kisiasa. Twende kwa huyu msaidizi wa Tundu Lissu. Hebu tuchukulie kwamba walikuwa wanataka wanamteka. Nataka tujadiliane kwenye komenti, ni kwa nini wamteke? Alikuwa na madhara gani kwa watu wa mfumo hawa ambao walikuwa wanataka kumteka? Alikuwa na madhara gani? Kwa sababu mimi najua msaidizi wa Lissu ni mtu ambaye anayeshinda nyumbani akisubiri Lissu atoke. Sasa alikuwa na madhara gani kwa mfumo? Au walikuwa wanamzuia asiende kutoa ushahidi kuhusu Lissu? Yaani shida ilikuwa nini? Kwa nini atekwe? Mimi najua Tanzania baada ya kutoa point mnataka mtukane matusi, lakini mimi baba yenu ninajadili hili swala. What was the reason for abduction? What was the reason? Sababu ilikuwa ni nini? Kwa nini atekwe? Munaojua sababu, naomba mnieleze kwenye hii klipu. Make mimi baba yenu sijui, sielewi yani madhara yake kwa watu wa mfumo yanaweza kuwa ni nini. Make angekuwa ni John Heche ningesema kwa sababu ni mwanasiasa. Angekuwa ni Golugwa ningesema ni mwanasiasa. Angekuwa ni John Nyika au God bless Lema ningesema ni mwana. Huyu alikuwa na madhara gani? Nachoka mimi. Nachoka baba yenu Clemence Mwandambo. Ngatele nimemaliza. Yani huyu kiongozi wa Chadema aliyetekwa kidogo nanipa utata. Tunahitaji kulijadili hili swala, kwamba waliomteka ni watu wa aina gani? Ni vibaka? Ni polisi? Ni watu wa aina gani? Yani mnasema ni maafisa usalama? Yani kwamba watekaji walishuka na mabunduki kupambana na bodaboda na hakuna bodaboda aliyejeruhiwa, alafu mtekwaji akabaki peke yake kwenye gari. Manake hata dereva wa hilo gari naye alishuka kupambana na bodaboda. Mdereva wa hilo gari naye akashuka kupambana na bodaboda. Kwa hiyo mtekwaji akabaki peke yake kwenye gari, akafanikiwa kutoroka. Yaani watekaji walishuka kupambana na bodaboda wakiwa na mabunduki, na dereva naye akashuka akakimbia, akamwacha mtekwaji peke yake. Kwa maana hiyo bodaboda wakawazidi nguvu watu wenye bunduki. Kwa hiyo watu wenye bunduki wakawakimbia si bodaboda. Inanipa utata kidogo. Hebu naomba ili swala tulichambue. Inawezekana ikawa ni ujinga wangu Mwandambo, lakini silielewi kidogo kwamba watekaji wote walishuka kupambana na bodaboda including dereva, alafu aliyetekwa akapata nafasi akakimbia. Silielewi kidogo hili swala, maana mimi nimesafiri na maaskari ninawajua vizuri. Sikuwahi kutegemea kama kuna mtu
mwenye roho katili na mgumu katika nchi ya Tanzania kama Clemence Mwandambo. Yaani katikati ya mshtuko mkubwa ambao tumekutana nao kuhusiana na kutekwa kwa David Jumbe, msaidizi wa Tundu Lissu, katikati ya mshtuko huo na mshangao tulionao, anajitokeza mtu akiwa na maswali yanayoonyesha kabisa kwamba huyu hajatekwa, kuna mchezo tunachezewa. Yani yanaonyesha maswali yake yameelekea huko. Manake mtu anapojiuliza kwamba kwa nini atekwe, manake haamini kama huyu mtu ametekwa. Pingu ambazo zimepatikana kwa David Jumbe bado hazimpi imani kwamba huyu mtu alitekwa na ametorokeje. Katikati ya tukio na maumivu tulionayo wa Tanzania, anajitokeza mtu na kejeli kama hizi za kuonesha pingamizi kwamba huyu hajatekwa, huyu David Jumbe hajatekwa. Lakini katika maelezo yote ya Mwandambo, ndani yake kuna vitu nimejifunza. Jambo la kwanza, Clemence Mwandambo watekaji anawajua. Kwa nini anawajua? Maelezo yake ya kusema kwamba kwa nini atekwe, ana madhara gani kwa watu wa mfumo. Swali tu hilo la David Jumbe ana madhara gani kwa watu wa mfumo mpaka atekwe, linatuthibitishia kwamba Clemence Mwandambo anawajua watekaji, na watekaji hao ni watu wa mfumo. Kama mamlaka ingekuwa inatenda haki, angekuwa ameshakamatwa Clemence Mwandambo na kutuambia tueleze watu wa mfumo ni watu gani, kwa maana unaonesha wazi kwamba hao ndio watekaji. Akaendelea kusema kwamba wangekuwa ni wakina Heche, tungesema hawa ni wanasiasa, lakini yeye msaidizi wa Lissu ana madhara gani? Ana madhara gani kwa watu wa mfumo? Kwa kumbe wanaoteka ni watu wa mfumo, na watu wa mfumo wanawateka watu ambao wana madhara kwao. Sasa tunataka tujue Clemence Mwandambo, kama kweli mamlaka inafanya kazi na inatenda haki, ingemshikilia Clemence Mwandambo na atuambie au watu wa mfumo ni watu gani. Lakini jambo lingine ambalo limenishangaza, chaneli iliyorusha clip ya Clemence Mwandambo, chaneli ya Simulizi na Sauti inayomilikiwa na Frederick Bundala, nimejiuliza nayo hiyo chaneli ina maslahi gani na kauli za Mwandambo mpaka ikarusha? Ilikuwa ina kusudi gani? Je, na yenyewe hiyo chaneli ilikuwa inakanusha, inapinga kwamba David Jumbe hajatekwa? Kwa sababu mpaka unarusha klipu hiyo ni ishara ya wazi kwamba hauamini kama David Jumbe ametekwa, kwa sababu imerushwa ikiwa haina maelezo. Nina swali juu ya channel hiyo ya Simulizi na Sauti, wana SNS, nataka mnijibu. Mpaka huyu Frederick Bundala amekubali maudhui hiyo ipandishwe kwenye chaneli yake, alikuwa na lengo gani? Alikuwa anataka hiyo klipu itafsiri nini kwa Watanzania? Itafsiri nini kwenye jamii? Je, tujue ya kwamba huyo mtu hajatekwa? Ni propaganda tu ambazo tunajaribu kuletewa wananchi. Lakini ninachotaka nijiulize, hivi pingu zinamilikiwa na nani? Je, raia wanaruhusiwa kumiliki pingu? Ni duka gani linalouza pingu?